Mark ni kijana mchapakazi mwenye umri wa miaka 35. Juhudi zake zimefanya apewe tuzo ya mfanyakazi bora ofisini kwake. Kawaida meza yake inakuwa imejaa nyaraka nyingi. Mark ni data analyst na kabla hajatoka kazini anatakiwa kuwa amepitia nyaraka kadhaa zilizo mezani kwake. Wakati mwingine inamaanisha analazimika kuchelewa kulala usiku au kuacha kula chakula na mapumziko. Hivi karibuni akiwa kazini, Mark alianza kuwa anaumwa kichwa. Kichwa changu kinauma sana. Nahitaji dawa za kutuliza maumivu. Mark, uko sawa? Kuna tatizo gani? Grace, ni kichwa tu kidogo, kitapona. Hali ya Mark iliendelea kuwa mbaya alipoendelea kufanya kazi bila kupumzika. Hiki kichwa bado kinauma na nimekunywa dawa za kutuliza maumivu. Tatizo litakuwa nini? Habari Mark, natumai unaendelea vizuri. Ndiyo bosi. Hongera Mark. Management imeamua kukupandisha cheo kutokana na juhudi zako kazini. Nimepanda cheo? Wow! Umehamishiwa kwenye makao yetu makuu na umeongezewa mshahara. Hongera. Asante sana. Taarifa nzuri mno. Nimefurahi sana kusikia. Miezi kadhaa baadaye, Mark alianza kufanya kazi katika ofisi yake mpya. Hata siamini. Juhudi zote zimenisaidia. Ofisi mpya na mwanzo mpya. Oh, jamani, kwa nini? Kichwa kimeanza kuuma tena. Kazi mpya ilikuja na majukumu mengi zaidi. Muda si mrefu, meza ya Mark ilijaa nyaraka nyingi zaidi. Sasa alikuwa amebanwa zaidi. Mungu wangu, nimechoka ila nahitaji kumaliza hii kazi. Mark, vipi? Mbona kama unaumwa? Hamna kitu. Ni kichwa na mgongo tu vinauma. Wakati mwingine nakuwa sioni vizuri na kuumwa shingo. Unaumwa shingo? Mark, unatakiwa kwenda hospitali kupima. Hizo zinaweza kuwa dalili za ugonjwa fulani. Hapana, sina haja ya kuonana na daktari. Nadhani nimechoka tu. Bado nakushauri uonane na daktari. Kwa bahati mbaya, dawa zake zikawa hazifanyi kazi. Kichwa kinazidi kuongezeka kuuma kila siku. Sijui nifanyeje. Hello Frank. Unaendeleaje leo Mark? Bado niko kitandani. Nitachelewa kazini leo. Umeshaenda hospitalini lakini? Nitafanya hivyo kabla ya kuja kazini. Asante. Mungu wangu, na nywele zinatoka. Itakuwa sababu ya mawazo mengi. Kweli ninahitaji kwenda hospitali. Mark anafuata ushauri wa rafiki yake na anakwenda hospitalini ili kupima presha ya mwili wake. Anashangaa kuambiwa kuwa ana presha kubwa ya 170/100. Inaonyesha hapa una shinikizo la juu la damu. Shinikizo la juu la damu? Ndio nini? Kwa kawaida, kipimo cha presha ya damu huwa kinakuwa 120/80. Kwako wewe una shinikizo la juu la damu. Hii hutokea pale presha ya damu inapokuwa kubwa sana. Inamaanisha damu inasukuma mishipa yako ya damu kwa nguvu sana. Na inamaanisha moyo unatakiwa kufanya kazi kubwa kusukuma damu mwilini. Tofauti na uzee, vyanzo vingine ni kama unene uliozidi, msongo wa mawazo, kuvuta sigara, kutokufanya mazoezi, unywaji mkubwa wa pombe. Dalili za shinikizo la juu la damu ni kama kuumwa kichwa, kutoka damu puani, kuishiwa pumzi. Hii ni baadhi ya miongozo ya kukufahamisha kuhusu hali yako. Presha kawaida ya damu husoma 120/80 au chini. Hatua ya kwanza ya shinikizo la juu husoma kati ya 130 mpaka 139/80 mpaka 89. Hatua ya pili ya shinikizo la juu husoma 140/90 au zaidi. Mark pia alijifunza kutoka kwa daktari kwamba historia ya familia yake pia inamweka katika hatari ya kupata tatizo hilo. Ili awe na afya, Dr. Timothy alimshauri Mark kuepuka yafuatayo: pombe, chumvi, sukari, kuvuta sigara na kuwa na msongo wa mawazo. Alimshauri Mark kufanya mazoezi mara kwa mara, kula lishe bora, kupunguza nyama nyekundu na vyakula vya viwandani na kula matunda na mboga za majani zaidi. Alishauriwa kupumzika. Mark alipumzika kutokana na kazi yake ngumu ili kupumzisha mwili wake, japo ilikuwa ngumu. Mark aliendelea kunywa dawa zake bila kukosa. Changamoto yangu kubwa ni kunywa dawa. Yaani inabidi ninywe dawa hizi za BP kila siku. Dokta anasema nina bahati kugundua BP mapema ili niokoe nisipate madhara makubwa zaidi kama viungo kuharibika. Nitahakikisha siweki maisha yangu hatarini hivyo tena. Pia alichukua kifaa cha kupima presha ili kupima hali yake mara kwa mara. Hiyo inamsaidia kujua afanye nini hali yake inapokuwa si nzuri. 147/80, hiyo ni bora kuliko jana.
Punde Mark alipozoea kufanya mazoezi mara kwa mara, kupunguza kula chumvi, kupunguza msongo wa mawazo kazini, kupima presha yake mara kwa mara na kutumia dawa zake, alianza kuona matokeo. Juhudi za Mark zilimsaidia kudhibiti presha yake ya damu kuwa kiwango cha kawaida na kuondoa dalili zake zote. Hii ni ajabu, hakuna tena shinikizo la juu. Mafanikio haya yalimsukuma kuandika na kuchapisha kitabu ili kuwashawishi wengine kwamba kuwa na shinikizo la juu la damu sio hukumu ya kifo. Ukiwa na mtazamo sahihi, kudhibiti msongo wa mawazo, kuwa na muda mzuri wa kupumzika baada ya kazi, kutumia dawa kwa wakati na mtindo mzuri wa maisha, unaweza kuepuka au kudhibiti shinikizo la juu.